Karibu katika makala maalum ya miaka minne ya mafanikio ya Rais Samia katika maboresho ya sekta ya afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Katika kipindi cha miaka minne tangu Rais Samia Suluhu Hassan achukue uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sekta ya afya imepata msukumo mpya wa maendeleo, hasa katika ngazi ya mikoa na wilaya. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara ni miongoni mwa vituo vya afya vilivyonufaika moja kwa moja na juhudi hizi. Ningependa kuelezea machache kuhusu hospitali yetu ambayo kwa sasa ni mwaka 12 tangu imeanzishwa, na ni hospitali ambayo imekuwa ikiendelea kukua siku kwa siku na uboreshaji wa utoaji wa huduma umekuwa ukifanyika kwa kiwango kikubwa. Katika kutanua huduma ambazo tumekuwa tukitoa, tumeanza na maeneo mbalimbali. Mfano, kuna eneo la maabara. Kwa mwaka huu wa fedha tumejitahidi kuongeza mashine kadhaa za vipimo ambazo mwanzoni tulikuwa nazo lakini zilikuwa kwa uchache, na kuna wakati ilikuwa tunaweza kukaa kipimo fulani kikakosekana kwa muda fulani. Kutokana na utaratibu tuliojiwekea, tumeweza kuongeza mashine za kutosha, kwa vipimo vingi vinapatikana kwa muda mwingi katika mwezi na kwa mwaka mzima. Lakini ule uhakika wa vipimo kwa wateja na hata wale wanaoviagiza umeongezeka kwa katika miezi hii 6 iliyopita. Kumekuwa na ongezeko kubwa, lakini pia tumeendelea kujitahidi kuhakikisha dawa zinapatikana kwa kiwango kikubwa. Mpaka sasa hali ya upatikanaji wa dawa ni 95% kwenda juu. Lakini pia katika kuboresha huduma tumeenda mbali zaidi. Mwaka huu tunategemea kuanzisha huduma 2 mpya. Tuna huduma ya upimaji mfumo wa chakula kwa kutumia kifaa kinaitwa endoscopy. Hii huduma tulikuwa tunatoa rufaa waweza wagonjwa au wateja wanaenda Dodoma au KCMC Moshi. Dodoma kwenda Benjamin Mkapa au KCMC Moshi. Lakini tumeenda mbali zaidi, kuna huduma ya usafishaji wa figo. Hii kweli tulikuwa tunatoa rufaa nyingi zinaenda Benjamin Mkapa na baadhi ya hospitali za jirani kama hizo KCMC na nyinginezo. Lakini kwa muhimu na kuona kwamba changamoto wananchi wetu wengi walikuwa wanapata, tumefikia hatua sasa tumepata hizo mashine na ziko tayari hapa hospitalini, na tuko katika hatua za mwisho kabisa za kuzindua hii huduma, ambapo tunategemea ndani ya wiki chache zijazo hii huduma tutawajulisha rasmi kwamba inaanza, na wale waliopata hizo changamoto, wale wenzetu walio na hizo shida wataanza kupata huduma katika mkoa wao. Katika kipindi hiki, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara imenufaika kwa kiwango kikubwa kupitia uwekezaji wa serikali katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu, jengo la huduma za dharura EMD, maabara ya kisasa, wodi za kisasa za watoto na wanawake, pamoja na chumba cha upasuaji zimeboreshwa au kujengwa upya kwa kiwango vya juu. Majengo haya lile la radiolojia limeshakamilika na tumeanza kutoa huduma huko, lakini jengo la ICU na la ile la wagonjwa wa dharura liko katika hatua za mwisho kwa ajili ya kukamilisha kwa lengo kubwa la kutoa huduma hizi kwa hawa wagonjwa waliozidiwa na hali wa dharura. Na kumekuwa na uboreshaji katika maeneo mengi ya miundombinu, kwa maana katika hospitali yetu pia tulipata mradi ambao tuliweza kujengewa, tunasema oxygen plant. Hii ni kiwanda kwa ajili ya kuzalisha hewa tiba. Umetusaidia kwa kiwango kikubwa, maana tulikuwa tunahitaji kwenda Arusha au Dodoma kwenda kununua hewa tiba, ambao kwa baada ya kuweza kupata hii huduma tumeokoa gharama kubwa, lakini pia tumeweza kuokoa maisha ya wateja wetu au wagonjwa wetu wengi kwa kuweza kujengewa miundombinu hii. Suala la rasilimali watu halikuachwa nyuma. Serikali imeongeza idadi ya wataalamu wa afya waliopangwa kufanya kazi katika hospitali hii, wakiwemo madaktari bingwa, wauguzi na wataalamu wa maabara. Pia uboreshaji wa mazingira ya kazi umeongeza morali kwa wafanyakazi na kuboresha utoaji wa huduma. Kwa upande wa wauguzi tulikuwa na wauguzi 86, lakini mpaka sasa kuna wauguzi 145 ambao ni sawa na 69% ukilinganisha na hapo awali. Pia kwenye upande wa mama na mtoto, wauguzi wamepewa mafunzo ya kukabiliana na dharura inaweza kujitokeza pindi mama anapojifungua. Pia kwenye upande wa
wa vifaa tiba na dawa imesaidia sana kupunguza malalamiko hasa ya wateja kwenda kwa watoa huduma ambao ni wauguzi, na kama tunavyofahamu wauguzi ndio wanaokaa na wagonjwa muda mrefu. Kwa malalamiko mengi alikuwa anaenda kwa wauguzi, lakini kupitia mama alichokifanya malalamiko yamepungua upande wa wateja kwenda kwa wauguzi. Ni miongoni mwa watumishi wapya walioajiliwa na serikali ya awamu ya 6. Napenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuongeza nguvu katika Wizara ya Afya, kwamba inaendelea kuweka vitendanishi ambavyo ni bora zaidi na inaendelea pia kuajili watumishi wapya kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa Watanzania wote. Na katika upande wa vifaa tiba na teknolojia, kupitia fedha za serikali kuu na zile za mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya uviko 19, hospitali imepokea vifaa tiba vya kisasa vikiwemo mashine za kisasa za upasuaji, vifaa vya ICU, vitanda vya wagonjwa mahututi na vifaa vya maabara vinavyowezesha uchunguzi wa haraka na sahihi. Ubora wa maabara yetu kwa miaka 4. Kwa ujumla ni maabara ambayo imejaliwa sasa hivi kuletewa wataalamu wapya wenye level ya elimu mbalimbali, ngazi ya degree ya kwanza na ngazi ya diploma na ngazi ya certificate, na pia kuna ngazi ya ubingwa pia upo katika maabara hii. Na vyote hivi ni kazi ambayo amefanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 4. Kupitia maboresho haya, kiwango cha utoaji wa huduma kwa wananchi kimeimarika maradufu. Idadi ya wagonjwa wanaohudumiwa imeongezeka, wakati muda wa kusubiri matibabu umepungua. Wananchi wa mkoa wa Manyara na maeneo jirani sasa wanapata huduma bora za afya bila kulazimika kusafiri kwenda mikoa ya mbali. Tunashukuru hospitali yetu ya mkoa inatuhudumia vizuri, hasa inazingatia kwa wazee, wanapata huduma vizuri na kwa wakati. Ndio, pia naishukuru serikali yetu kwa kuboresha majengo, pia tunapata dawa vizuri. Tunashukuru serikali ya mama yetu Mama Samia, aendelee kuboresha. Dawa ni nyingi sana. Kwa kweli hatujawahi kuja tukakosa dawa hata siku moja. Dawa zipo nyingi sana, zote za sukari, za matatizo yanayojitokeza kwa ajili ya athari ya sukari. Zote dawa zinapatikana. Huduma ni nzuri na maendeleo tunaenda kidogo vizuri tu. Naomba huduma ziendelee kudumishwa. Kweli huduma zimekuwa na tunapata huduma nzuri na wanahudumia watu wengi sana katika wilaya nzima ya Babati na mkoa wa Manyara kwa ujumla, na hata mikoa ya jirani, sababu nakuta watu wengine hata Singida akipita hapa kama anajisikia vibaya anahudumiwa. Mafanikio haya ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha huduma za afya kwa Watanzania wote. Kupitia kauli mbiu yake ya kazi iendelee, wananchi wa Manyara sasa wanapata sababu ya kutabasamu, wakiwa na uhakika wa huduma bora za afya karibu na makazi yao.